Hello viewers and welcome to the InfoWeb Show. The InfoWeb Show is a show that provides you political, entertainment, business and technological stories. At first, we'll deal with the political section. In this show, we managed to interview many people. We managed to interview individuals who feel that the government has left them out, who feel that once the MPs get into power, the MPs never come back. Well, we went to the streets and this is what we got. Manze jo, maisha imekuwa noma man. So inabidi tu mimi nihagiange tu shamba yangu maji pole pole hivi jo. Man, hata MP wenye tuliwapatia kakura man. Wenye walienda hata hawajaiona ka area hii man. So tunaona siku hizi mimi inabidi mimi nalima tu kwa hii shamba tu mdogo hivi tu. Mdogo ni angalau nionekane nitapata kitu kwa hii shamba. Unaona? Juu hata MP wetu tukishawavotia, wakishaenda huko juu hakuna mwenye anatukumbuka huko kwa ground, unaona? Na ndio hata mimi sasa nimehaso luka hata nikashindwa kupata kitu, nikaona afadhali nilimeisha shamba, unaona? Ndio angalau hiyo siku nyingine nione kama ndapata kitu kadogo angalau nikusaidie nayo wa jamii yangu, unaona? Lakini raundi mimi nataka niweke kura yangu mahali pengine. Ama nivotie mtu ambaye hata nikijua nimemvotia asiye tu mtu wa kunilet down, unaona? Nataka nivotie mtu ambaye ninajua raundi nyingine mpaka hata mimi nipate kusaidia, unaona? Juu mimi nimekuwa nikiwavotia na mimi sioni hata wakinisaidia, unaona? Lakini raundi hata mimi naambianga tu youth, unaona? Afadhali tuangalie ni nani tunapatia kura raundi, unaona? Tusivote tu hadi tunavote, unaona? Afadhali tu vote tukijua tunavotia mtu ambaye anaweza akatuletea mabadiliko, unaona? Kuliko tu kuvote hatunavote yule mtu ambaye unamjua ama ni mtu ambaye ni kabila yako lakini mwishowe akuja kulet down, unaona? So unaona sasa hivi venye kama maisha imekuwa ngumu, unaona? Hata mayouth sasa hawana kazi. Mayouth wanakaa tu huko ovyo, unaona? Na ndipo hata sasa hivi watu wananyongwa sana, unaona? Kweli. Juu hakuna kenye wanakula, unaona? Na baadaye mtu lazima akule, unasikia? Kukula ni lazima, hata kama mtu hana kazi, hata kama kuna kazi lazima akule, unaona? Na ndio unaona sasa inabidi youth waangalie venye wanaweza pata kitu, unaona? Sasa hivyo bila kukula maana hata wewe mwenyewe huwezi ishi Kenya hii, unaona? Kweli. Lakini raundi man, mimi naomba tu Mungu nione venye nitapata mabadiliko. Kweli. Sitaki nivote tu watu ovyo. Juu sasa naona tu hiyo mwaka mwingine, hiyo election nyingine ilipita. Hakuna usaidizi yote mimi nimeget. Unaona? Nakufuata. Juu nilivotea wa jamaa. Na hata wa jamaa raundi wanikumbuki, unaona? Kweli. So ni vyema. Nivotie raundi mtu ambaye anaweza nisaidia, unaona? Juu mimi hata nikipata mtu anaweza niletea kadawa ni mwage kwa shamba yangu tu hivi pole. Sitashukuru tu. Bana. Juu hii shamba hata ikawa tu hapa poa. Nitauzianga tu watu hapa na nipate kitu, unaona? Kweli. Na ndio sasa naona hiyo mbeleni naweza kuwa na kitu, unaona? Kuliko kukaa tu hivi wenye mayouth wanakaa tu chini ile ovyo, unaona? Bana. So where elections unaona tu bado atakaa hajakuwa kideliver bado tu utavote. Kuvote ni lazima man, kuvote ni lazima. Kuvote hiyo vote ni Kenya inabidi, unaona? Hata ndio kwa maana mimi naambianga mayouth lazima wa vote, unaona? Lakini kuvote ni lazima. Juu usipo vote utakuwa na vote ya nani, unaona? Na pengine utakuwa nakosa kuvote na ukose kuleta mabadiliko, unaona? Kweli. Lakini wakati umevote utakuwa umechagua yule ambaye anaweza akakubadilisha maisha, unaona? Bana. Sasa asante mazi. Asante mtu wangu. Long run, the voter is the one who gets left out, and soon after voting, life gets back to normal, and the common mwananchi
continues to suffer. Many Kenyans are complaining of suffering and they blame the current government. The prices of commodities such as rice, milk and flour have skyrocketed and many Kenyans can't keep up with the hiked prices. We hit the streets to ask about the current high cost of living, and this is what the normal mwananchi had to say in regards to the hiked prices and their relation to the Kenyan government. Elect hao wakora wawili. Sisi tumekuwa tukihangaika sana. Tulikuwa tunafikiri serikali mzuri tumeelect, kumbe tumeelect serikali ambayo inatuletea njaa nyingi. Kwanza walitupromise nafasi za ajira, ambapo hizo nafasi za ajira hazijaionekana mpaka sasa hivi. Ile kitu wamefanya ni hasara tu, ndio wametuletea hapa, kwa sababu watu hawajaajiriwa. Makampuni ndio tumeona zikifunga. Watu naona sasa hivi tuko hapa, tuko idle, hatuna kazi. So hii serikali tunaomba tu kama 2017 tarehe 8 kama ni uwezekano waende nyumbani saa 10 asubuhi. Wao wameenda nyumbani. Na pia hii serikali tumeshuhudia wizi nyingi sana. Wizi kama mambo ya NYS, wako na makashifa nyingi sana imefanyika katika hii serikali yao. So hii Jubilee regime ile kitu tunaweza amua kwa sasa hivi mimi kama mwananchi na Wakenya wenzetu. Hii Jubilee regime tuitume nyumbani mapema kwa sababu tukiwapea miaka mingine 5 hata sisi wenyewe tutauzwa. Sisi wenyewe tutafanya kama tumeuzwa, sisi kama Wakenya. So hii sasa hivi tunakaa kama tunavumilia kwa Wakenya, ambapo hatujifunii kwa Wakenya, tunavumilia kwa Wakenya. Ambapo inastahili tufanye nini? Tujifunie kwa Wakenya, sio kuvumilia. So hii government, enough is enough. Let them go home. Waache Joshua ametoka Misri aongoze. In the long run, the voter is the one who gets left out, and soon after voting, life gets back to normal and the common mwananchi continues to suffer. Our efforts to get a word with the local aspirants weren't fruitful. This, however, did not stop us in our quest of finding answers. We decided to focus on the local mwananchi and get their views on the elections and how the Jubilee government has performed in their one term. Our team visited the makeshift labor center at Donholm Estate, and this is what we managed to gather. Our team visited the makeshift labor center at Donholm Estate, and this is what we gathered in relation to the government and the elections. Ngumu sana. Siku zote mimi nakaa na wewe hujasema napika vibaya, leo ndio utakuwa kama mimi. Waniona vile? Naona kabisa. Mafuta ya kasuku. Wow, ni laini tena ina ladha. Ndio mambo duniani. Una leo kasuku wenye ladha kwa chapati na kaimati, mboga na kadhalika. Kasuku tumieni yenye ladha. Sasa ile kitu tunasema mambo na election ya 2007 Wakenya walipatia kina Uhuru na Ruto sympathy vote. Sababu tunaangalia Wakenya waliona au watu inaenda kufungwa. Najua Wakenya wako na utu, wanaangalia watu yao watafungwa mara nini. Sasa tukapigia kura at least wa defend wewe wenyewe. Alafu washaingia ile promise waliwaambia Wakenya watafanya nini? Wata make wako make. Walikuja wakaona okay, tumeingia kwa ofisi. Wacha tuchukue pesa ya wananchi tuweke kwa mfuko yetu. Najua walichukua wananchi wa Kenya kama wale wajinga. Sasa tunaona wewe wenyewe wanatajirika. Sisi tunakufa njaa. Ukiangalia vile wanapanga cabinet zao kwa hiyo ofisi yao. Ukiangalia vile wanapanga majority ni yao. Kikui na Mnandi. In the entertainment segment, we got a chance to interview one of the many graffiti artists in Nairobi. We spoke with Lithium. Lithium is a graffiti artist responsible for the sweeping up of over 300 matatus in a span of 2 years. We visited Land Mawe, where Lithium is located, and had a one-on-one interview with the man. This is what Lithium had to say. Modern day matatu industry has incorporated many artists. The multi-billion industry is employing youths from all walks of life. In this section, we'll view the various types of matatu art, and to be more specific, we'll focus on the graffiti art found in most matatus.
In the modern day matatu industry, for a matatu to bring its full maximum profit to the owner has to customize it. And by customizing it, the owner wins over more customers. In our search to find out more about this industry, we visited Landmawe, where we met up with some graffiti artists and matatu customizers, and this is what they had to say. For a matatu investor to get maximum profits from their customers, a matatu investor has to customize his car. This is because, according to a study done by local graffiti artists, they found out that matatus with more appealing color, eyes and music type usually attract more customers than the matatus which are just plain and basic. Lithium, one of the many graffiti artists, is responsible for turning a matatu from a basic matatu into a customized one. This is what Lithium had to say. Lithium Arts ilianza 05, of which tulikuwa major sana na matisho. Then tukaanza kuventure sawa into matatu. After Prezo akubali story ya graffiti kaligolaiziwa. Tumefanya mat over 75 na experience yenye tumepata ni over time tumegrow na pia job yetu tumeweza kuperfect na learn skill kibao. Niko na rende ya wa 7, kuna wase wa wiring, riveting, kuna wase wa kudu interior. As a unit tunaweza fanya mat from start to the finish. Naitwa Michael, nimeshikilia department ya stickers na interiors. Mimi naitwa Karanja aka Greek. Sufanya gandani kwa ma3 ma ceiling za ndani, na hiyo ndio specialties ile tunaduigi. Vile tumetulia kwa industry, tumestudy route kadhaa, tunajua kenye route fulani inataka, kuna route yenye kuna vitu zingine ukichora upeleke route fulani haitaweza. So hivyo ndio artwork zetu. Kuna zile zenye mwenyewe maybe ana idea yake. So tunajaribu kuchukua concept yake, tunamweleza kenye anataka. Tunajaribu kutop up some stuff, alafu mnamtengenezea artwork, layout kwa paper. Then mnampatia kisha approve ndio mnamekisha. Kuna zile zenye sinjo wa come up from scratch. Airbrush try find more interactive kushinda sticker work. As in kuna ile ni more of art than, cause unajua sticker major tutaenda tukate to print, which kitu iko involved hapo creativity maybe ni kufikiria kitu fulani inafaa kwa place fulani, lakini so ikifika upande ya airbrush ni uchukue artwork kwenda kujaribu kuiapply kwa matatu na airbrush, of which ni more interactive kushinda sticker kwa body ya mat. The fastest I do ni 4 days. Hiyo ni complete job, lakini normally on an average inafaa 1 week. Most of our clients wanatulizanga kaa tuna base, as in tuko located wapi, lakini most of the designing ni ngumu upate hatuko na garage yako, because matatu nyingi zenye zinatokanga ni mpya. Na wapata kampuni na encourage madesigner wako hapo ndio gari kishatoka complete, kishatoka imefanywa registration, everything iko complete, so iko ready to go kwa barabara. Rather than ile tuko na garage yako ati mtu anaenda atengenezea body, inakaa tena kwa garage inaanza kufanya vitu, unapata inatend kuchoma number plate. Zi number plate unapata imesonga kabla gari itoke. But tukiwa na hiyo tunaenda kwa kampuni, tunatoka hii kampuni tunaenda nyingine, tukichora mamat ni easy, alafu ni convenient pia kwa clients. Pia na encourage kuwa na speed. Alafu unajua as much as designing ni talent na passion yetu, pia tunaichukulia kama career. As in hapo ndio mnajaribu kuget hiyo source of income ya kujisustain. So lazima tufuate hizi mabiz kwa makampuni. Hatunanga base yetu original, lakini most of the time tuko located KCI. Vile zetu tulijipata KCI, kuna mteja alituamini, tulikuwa mduya matisho na maportrait. So the point akafika kubai mat, akaamua ni aje wacha nipatie ase, na gari yake ya kwanza ilikuwa inaitwa Boss 1. The moment tulienda tukadu hiyo mat KCI, the first time tu hivi from manager au wase wa kuangalia operation ya KCI wakubigia huko, kabambika na job yetu na speed yetu na delivery na honesty. So up to date tukakustick huko. Naweza big up group mbili zenye zina support matatu art kwa Facebook. Kuna Matatu Galo, then kuna Matatu Culture. Naweza big up sana, wamesupport hii industry na imetuleta kwa limelight sana, wametupromote as Lithium Arts na familia yetu. Ningetaka tu kushow ma boys art ni kitu poa, na hata hizo stories za interior bado ni art bado.
doesn't have to involve pencil na biro. Art ni creativity na imagination ndio limit yako, so unafaa ujijue na ujiunderstand na ufocus na kile unataka kudu, na believe me, talent yako itakuja kuwa ndio inakuletea kile kinakuletea kwa mfuko. So usiwe hiyo na talent ni kama hobby. Kwa uko na ile interest na passion, at least pay visit kwa wasenye wamebobea, wenye wameventure kwa industry, mwenye amekata kani more than 1 year at least, or maybe twice a week, uende uchukue notes at least uweze kuget hizo ma tips kadhaa zenye unaweza kusaidia ku go along na everything ina go through, because huwezi come to first day umeanza ku do everything, utasimama hapo ni kama umezuba. At least cover tu maybe period ya 2 months, ukiendelea ku visit sites different, at least you get idea huyu designer, idea za huyu, ujaribu kukama na kitu crazy kwa shinda, maybe uende wa present uambie mimi na hii idea kani fresh, unaweza pata maybe wewe ni msee wa ideas, huko msee mnoma ideas, lakini kuputiwa idea into reality unapata ni hard kiasi. So wale watu wako huko nje, no, maybe una idea na unaweza taka maybe kuventure into hii business, uko welcome. Matatus are pimped up with visual graphics, and while also in the sound department they are also souped up. We met up with a music producer, and this is what he had to say in regards to the Matatu culture, promoting their music and making the names of the artists be known out there. So Mandela, as a music producer, do you think the Matatu industry promotes your music? As in, does the Matatu industry make your work easier of getting your music out there? Of course, I think the Matatu industry, for one, has a very big impact in the music industry, because we coexist. For the music industry to exist, we need the Matatu industry to play our songs, you know. And I think basically that's like one of the foundations in Kenyan music. We make music for people in the road, on the roads, and all over the radio station to listen to it. So yeah, the Matatu industry really affects the music industry in Kenya. In our business section, we focused on the strong economic relations between China and Kenya. In the last 5 years, the two countries have benefited a lot from trade ties, and well, China is responsible for the bringing up of many infrastructures, not only in Kenya but around Africa. But Kenya has seen a rise in the trade relations between her and China. We got a chance to interview Avik International. Avik International is a housing company owned by the Chinese and are currently working with Kenyan government and also the private sector to bring up many infrastructures. We got a chance to interview Mr. Zhang Feng. Due to the sensitivity of Avik's ongoing project, Mr. Zhang Feng declined an audio or video interview. But we got a chance to note down his responses. This is what he had to say. One of the main reasons the Chinese are doing what they are doing in Kenya is because they want to establish their brand in Kenya and a market for their products. Mr. Zhang Feng told us that when the Chinese come in Kenya, they do all their tasks perfectly so that they can market their brand in Kenya and create strong relation ties. We asked Mr. Zhang what he thought about the Kenya and Chinese relations. Mr. Zhang stated to us that the relations have grown tremendously over the past 5 years, and this can be visible through the many infrastructural deals. We went further and asked Mr. Zhang what he thinks about the business relations between Kenya and China. Mr. Zhang Feng told us that the business relations between Kenya and China have grown tremendously over the past 5 years, and this can be clearly visible by the number of projects the Chinese and Kenya governments have gone together. Mr. Zhang Feng gave us an example of the government projects in which the Chinese government have participated in. One is the Thika Superhighway, the Uhuru Highway, the Bypass Highway, and also the Outer Ring Highway, which is almost complete. The Chinese have encountered problems in Kenya as they set up their shop. One of the main challenges was housing. The Kenyan houses are not enough, and some of them had to seek alternative living solutions when they first arrived in Kenya. Establishing a market in Kenya also proved to be hard, and the Chinese had to think of ways of penetrating the Kenyan market through innovation. Corruption was also a major problem for the Chinese. Mr. Zhang stated that it has lagged behind many processes because many Kenyan officials wanted something extra and something little in order for the things to be done.
The process of getting a work permit was also a tenuous one, and the company had to go an extra mile with the Kenyan Immigration Office for them to get a work permit. Another challenge was changing the perception Kenyans had in regard to China. Many Kenyans believe that China is the land of fake people, and well, for the Chinese government to change this perception, they had to give Kenya quality, legit, and genuine goods. And well, currently it's working according, and currently it's going on well. Mr. Feng also told us that the Chinese government intervenes to control diplomatic cases through minimizing allowance of Chinese working on Kenya with illegal manners. Mr. Feng told us that the immigration office in China is very keen and does not give work visas to just anybody, and this greatly reduces the cases of illegal immigrants and illegal criminals in the country. Another reason for the growth of the economic ties between Kenya and China is because of the lucrative deal with government influence tenders offered due to their diplomatic relations. We asked Mr. Feng what drives his nation to work so hardly, and well, this is what he told us. In order for the Chinese to reach where they are right now, they were driven by self-drive, hard work, and abiding to the laws, and also to stay relevant to the business. Modern day world, one cannot survive without the internet, and well, if one can survive without the internet, that can be very hard. In this section, we decided to delve more on the internet usage in our universities, and well, in this section, what better place to interview than our main university, our own university, Daystar University. For the normal student to accomplish their tasks and also know what their class requires of them, the normal student has to have some internet connection. And well, in Daystar University, we got a chance to interview the students and also to get a chance with the internet consultants at Daystar so that they can let us know what they do. Technology has revolutionized studying. Modern day campuses rely a lot on the internet. Nowadays, many school activities are conducted online, including registration of classes, messaging, among others. We met up with a few Daystar students, and here's what they had to say. Okay, the student portal has helped me a lot. As a matter of fact, as I came to this from my first experience, I thought that I'll be going to all the offices, like in the other public universities, which I have not mentioned by their names, but it has helped me a lot that even I cannot, it's not a matter, I can get all what I want from the portal, and that's a benefit to me. The student portal helps so much when it comes to registering classes. It's actually more beneficial because you can register classes outside school, not necessarily the computer lab or something like that, but it can be around school or outside school, and you are sure you'll attend the classes well. And, yeah. To get an insight of how the operations work, we went to the specialists themselves, and here's what they had to say on the usage and application of online technology here at Daystar University. The usage of internet, as I will also show you, you'll find most of the graphs show high capacity than we expected. And actually when you put in terms of graphing, of bandwidth utilization, you find that each and every day there is a new requirement and there is a new pipe which has been asked for more additional bandwidth in terms of internet. In short, internet is widely used. What I can say is 80% of the acquired internet within Daystar University goes into browsing of the net. Things are touching on documents online, but only 20% of that internet is reserved for other files movement from one location to the other. So having 80% of this internet being in full utilization, which is actually not enough, it means that here in Daystar University, we highly, both students, staff and faculty, we highly utilize internet as the basis of our operations. When you interact a lot with students, are there cases whereby students present you with problems? Let's say, I'll give an example about the campus portal. Let's say when the campus portal, the systems go down, what is the process that usually taken? Because we have some cases whereby students say that they've gone like 2 weeks without accessing their campus portals, and others even their computer account labs are locked. So on that issue, what can you say? What causes the problems, and are there ways those problems can be avoided? System will always go down.
but what we usually try to maintain is the 999. A 999 is a 99.999 uptime in terms of system availability. Sometimes you find that it is beyond our reach to ensure that the systems are up. Right now, someone trying to access the portal, it's down. Why? Because of the fiber that has already been cut. That one is beyond my reach. It now goes to another level of a service, external service provider who has to bring up that system. In case we find that the problem which is running on our systems is internally, we have enough team within the department that work hand in hand to ensure that at least even if it is down, it doesn't go beyond the expectation of the clients. So you will not find a time when the system is down and a week is over. When you find it is spanning to that kind of it must be a serious problem which is beyond the internal reach, and so we have to rely on an external service provider to check where the problem is originating from. 1 minute. One thing I can say is lack of know-how may result to systems not functioning. You cannot drive a car if you don't know how to drive it. So you cannot blame the car doesn't move. You blame yourself, you don't have the skills to. Sometimes you find that students, they don't know how to approach the technology in terms of we bring a new system which is fully functional, but you find that you don't know where to start to gain access to the portal. So if you don't know how to gain access to the portal, what happens? You say the system is not working. That was all from our mashup program, and we hope you enjoyed. Keep it tuned, keep it at FOIB News for more news related to politics, entertainment, business, and technology. I've been your host, Simon Msila.